Hatimaye hii leo Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Kassim Majaliwa ameongea mbele ya wananchi wa Ruanga kuhusiana na safari yake ya kuweza kufika kuwa waziri mkuu wa nchi mwaka 2015. Waziri mkuu ameeleza kuwa safari ya maisha yake ilikuwa ni safari ndefu ambayo ilikuwa imejawa na changamoto nyingi, lakini yote ya yote anamshukuru sana Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu wa awamu ya 4. Kassim Majaliwa amesema kwamba yeye hakuwahi kuwaza wala kuwa na lengo la kuwa mwanasiasa. Yeye alijiunga tu na baraza la walimu katika ngazi ya wilaya pale, akawa mwalimu. Unaona bwana, akawa mwalimu katika shule iliyoko Tabora pale Tabora Usoke, wilaya ya Urambo. Basi alivyohudumu pale akawa amehamishwa na kupelekwa maeneo ya Singida. Kule Singida kule aliweza kufanya kazi ya ualimu, lakini baadaye mambo yakabadilika kupitia rais wa awamu ya 4 Dr. Mrisho Jakaya Kikwete akaweza kumteua kuwa mkuu wa wilaya ya Urambo. Ilikuwa ni mwaka 2000, miaka 25 iliyopita. Basi akaweza kuhudumu akiwa pale, na huduma yake kwa kweli iliweza kukubalika. Aliweza kuhudumu pale kwa miaka 3.5. Akahamishwa pale wilaya ya Urambo, akawa amepeleka Ruangwa ambako ndiko nyumbani kwao huko, na huko pia akaweza kuhudumu kwa miaka 3.5. Baada ya kuhudumu kwa miaka 3.5, wazee wa lile eneo la Ruanga na wananchi wa pale wakawa wamempendekeza aweze kugombea nafasi ya ubunge katika jimbo hilo. Basi kwa ushirikiano wa wazee akawa ameingia katika siasa na kupewa ushirikiano mkubwa kwelikweli, hatimaye kuwa mbunge. Baada ya kuwa amekwisha kuwa mbunge, basi mambo yalibadilika, na baadaye akaweza kuchaguliwa kuwa waziri katika sekta ya elimu, na aliyeweza kumteua alikuwa ni Jakaya Mrisho Kikwete, na kuweza kuhudumu katika eneo lile kwa muda. Unaona bwana, wakati ambao Jakaya akiwa yuko madarakani. Safari yake hiyo ilizidi kusogea mbele na ilizidi kuwapa moyo na kuwatia moyo watu wengi ambao walikuwa na ndoto kama za kwake. Hatimaye miaka kusogea, kuteuliwa kabisa sasa kuwa waziri mkuu na hayati Dr. John Pombe Magufuli, yani Joseph John Pombe Magufuli, mwaka 2015. Aliweza kuhudumu katika sekta hiyo ya waziri mkuu mpaka mwaka 2020. Kwa 2020 uchaguzi ukaingia, baadaye akapita tena. Baadaye Dr. John Pombe Magufuli alivyofariki, makamu wa rais akawa ameapa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba, naye ni Samia Suluhu Hassan. Baada ya hapo waziri huyu akaendelea na uwaziri wake. Dr. Samia akaendelea kumwamini kuendelea katika nafasi hiyo na kuweza kuendelea kuhudumu katika nafasi hiyo. Unaona, akaweza kuhudumu katika nafasi hiyo mpaka kufikia mwaka 2025. Hapo sasa ndo akawa amestaafu na kumwachia kijiti Mwigulu Nchemba, wakati ambao maisha yameendelea. Hakika ni kweli bwana, maisha ni safari ndefu, na Jakaya Mrisho Kikwete amekuwa ni mmoja kati ya walioiona ndoto ya Mheshimiwa
Kassim Majaliwa. Naye Kassim Majaliwa ameweza kumpongeza na kumshukuru sana Jakaya Mrisho Kikwete kwa mapenzi ya dhati kutoka ndani ya moyo wake, kuwa aliweza kumsapoti sana mpaka kufika hapo. Haikuwa rahisi, ni safari ambayo iliyokuwa imejawa na changamoto kila uchao, lakini aliweza kukabiliana na changamoto hatimaye mpaka hii leo. Ukizungumzia jina la Kassim Majaliwa katika taifa hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unazungumzia alama iliyoachwa katika misingi imara, bora, chapakazi, mwenendo mzuri, utu bora, pamoja na kujipambanua kuwa mwanasiasa safi na mwenye uwezo wa kuwatetea wananchi katika nchi ya Tanzania, na vile vile ameweza kuitambulisha Tanzania kimataifa. Bana, usahau kusubscribe. Bye bye.